hata kama uko mbali, lakini sauti unaisikia hii. Chukua Biblia, fungue Isaya 27, tutasoma mstari ule wa 5, kisha tutaenda kusoma ile wa Efeso 2. Isaya inasema sura 27 mstari wa 5, au azishike nguvu zangu, afanye amani nami, naam, afanye amani nami. Efeso 2 mstari ule wa 13 mpaka mstari ule wa 16, neno la Mungu linasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akisha kuondoa ule uadui wa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kufisha ule adui kwa huo msalaba. Haleluya! Kristo anampatanisha mwanadamu Mungu. Huu ndio ujumbe jioni. Yesu ana kazi moja chini ya mbingu, anampatanisha mwanadamu na Mungu aliyemuumba. Wanadamu wengi chini ya mbingu wana uadui na Mungu, wako kinyume naye. Kitambua kwamba kwa nini uko kinyume, maana unaishi yaliyo kinyume na Baba, tayari unaeleka huko kinyume naye. Una uadui, kuna kiambaza, kuna ukuta umemtenga mwanadamu na Mungu. Ndio maana mtu akiambiwa acha uzinzi, acha uchawi, anachukia. Unadhani kwa nini? Tena anapenda kuoga. Kuna uadui katika ulimwengu wa roho. Kuna nguvu imetenga mwanadamu asikubali maagizo ya Mungu, asiende, asikubali kuacha mambo ya shetani. Anafanya mambo ya shetani huko hayapendi, lakini akiambiwa tena acha uchawi, anachukia. Unadhani kinachochukia? Mle ndani ya moyo wa mwanadamu kuna uadui na Mungu, kuna ukuta, kuna kiambaza kicha kutenga mwanadamu na Baba. Yo jioni yukasima kabila Yuda alienda msalabani, iondoa uadui uliokutenga na Baba wa roho. Yaani kama mwenyewe ujiulize, hata kama mtu amekukosea kusamehe ni rahisi. Mtu mle ndani anaanza kuongea sauti, msamehe, achana naye. Hicho ndio kinaitwa ni uadui. Yaani naona kusamehe ni kazi. Mmoja niambia mimi, yaani yule sitamsamehe milele. Nikasema umilele unajua ni mtu na mdogo wake, kaka na dada, eti wamekosana. Nikasema pana, ni ndugu yako huyo, msamehe. Maana Mungu amesema tusameheane. Sasa ukimweleza jambo kusema Mungu na yeye kuna uadui, anasema mimi yule kumsamehe milele. Akifa sitafika kwenye msiba wake, takaa mbali njiani. Yuko Yesu haweza kuona kiambaza kicha kutenga na Baba. Akiingia ndani ya moyo, anaondoa moyo wa jiwe, anaondoa moyo usiosamehe, anaondoa moyo wa kiburi, anaondoa jeuri kwa wanadamu, anakaa mfalme wa wafalme, anatahiri kabisa mioyo yetu, anatufanya upya, tunaanza kutembea na sheria ya Bwana. Ninampenda Yesu wa Nazareti Bwana. Hata mimi nilikuwa nikikwaza, yaani kuna ukuta kabisa na nitenga yule mtu simtaki tosila yake. Na ndivyo ulivyo wewe, uongei na watu, una ukuta, hamna. Anampendeza wa nini? Kwani ana shida gani naye? Kinachoongea mle ndani kuna uadui, unajitenga na Mungu. Hayo naendea sio ya Mungu, ni mambo ya shetani. Mungu ametoa rehema, Mungu ameweka moyo kuachilia. Tunaushinda ubaya kwa wema, hatushinda mwovu. Akiingia Yesu moyoni, akabomoa kiambaza, mwanadamu kwa mwingine mpya kabisa. Unaanza kutembea na nguvu ya Mungu, unaanza kuishi na Mungu. Yesu anaanza kuwa amani yetu,
Yesu anaanza kwa usalama. Kwa nini? Ameondoa kiambaza. Wewe ukoje? Na moyo wako ni zaidi. Shetani ameacha watu waende makanisani kusali, lakini wana uadui na Mungu. Kabisa. Kaambia funua dhambi, yani kosa kubwa kwake, mle sauti zinazoongea za ajabu. Tulia. Kuna ukuta. Kuna watu hutaki mambo ya Mungu, na sio wewe, manake shetani amekutenganisha na wewe, umepatana naye. Shetani na wewe mko kitu hiki, kopo na mfuniko, ponzi na haribu. Maana anazungumza na wewe na unakubaliana. Mambo endelee kuwa na wadui na Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Neema imefunuliwa leo. Anamkati Baba, utoke kwenye kiambaza hicho, utoke kwenye ukuta. Salama ya nafsi ya mwanadamu ni kuambatana na Baba mwenye nafsi, kutembea na maagizo yake, ili uwe hai kwake, uishi naye. Amen. Isaya anasema na wafanye amani nami. Yaani nasema mimi wafanye na amani nami, na mimi niwe nguvu yao, niwe amani yao. Lakini mwanadamu na Mungu ni uadui, na hataki kabisa kufanya Mungu anayoagiza. Nyinyi kuna ukuta, kuna ngome, kuna kiambaza shetani ameweka ndani ya nafsi za wanadamu. Shetani ana masikio na kwa watu hawezi kubomoa kiambaza. Wanadamu kawekwa huru, ingia kwa Mungu aliye juu. Swala sio kusali, swala sio kuhubiri, unayatenda ni ya nani? Swala sio kuitwa pasta, swala sio kuitwa mhubiri, swala sio kuitwa mwinjilisti, swala sio kuitwa askofu. Unayotenda ni ya nani? Mtu anapotenda ibilisi anataka na uadui na Mungu, na shetani anaongea naye Mungu. Ile endelee kuweka ukuta. Wanadamu asigeuke kumwendea Mungu, anaongea tu. Hata mganga anapoambia watu mganga nitaongea na shetani kwamba wanakusala wewe mkubwa kabisa, na mamisikio nayo haya, yaani wanasala kweli. Sasa wewe mwenyewe hayo ni mapepo tu, na unaambiwa njia kutoka ni upendo wa Mungu. Sasa kwa sababu kuna uadui na Mungu, mambo ya Mungu hataki kabisa, mapepo yenyewe anaongea mle salamu hizi. Sasa dhala upendo tena kwa mtoke kwenye jehanamu, ni mambo ya ajabu. Unajua mtu akiwa na uadui na Mungu, mambo mazuri anaona mabaya, mambo ambayo ni mabaya Mungu anakataa kwake, anaona mazuri. Kwa nini? Kuna kiambaza. Umeibiwa mwanadamu, umetekwa, geuka jioni leo, niko pendo la Baba aliye hai, anakuita jioni leo. Aliangikwa mtini, atasema imekwisha, mwanadamu okolewe. Kiambaza kibomolewe, kiambaza kiachie, kutazizo kwako katika ulimwengu leo, sitabomolewe kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hili jina lilienda msalabani, kapigwa mijeledi mwana wa Mungu. Kazi yake msalabani, alikuwa anabomoa kiambaza hicho mtenga mwanadamu na Mungu, alete upatanisho. Wala walikuwa adui Mungu na mwanadamu, hataki kabisa kumwona Mungu, hataki kumwona na mwanadamu sio, sitaki kumwona. Anaendelea kutembea na shetani. Yesu akasema mimi naenda msalabani, hakikisha kiambaza kibomolewe, mwanadamu arudi kwa Mungu. Hamna kuwa na uadui. Wawili hao wawe kitu kimoja, wawe amani, utembee pamoja, waishi pamoja. Ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai tunaishi na Baba, tunatembea na Mungu aliye juu, tunatembea na sheria zake. Hizo kingine ni ambayo inabomolewa kiambaza na kuta, mwanadamu anawekwa huru mali na maonezi. Bwana utakaa kwenye ukuta na Mungu, hapo baadaye tena ukitengana mwili na roho unarudi kwa yule. Wewe muita adui Mungu, msala wako upo. Afadhali jioni ya leo uchukua hatua. Yaani leo shetani atakudanganya, si amekuwekea kiambaza hicho, na unaambiwa Kristo tayari saa hizi anafanya hiyo kazi. Umo ninazungumza, siku ukitengana mwili na roho, nasi naenda na yale uliokuwa unafanya kinyume na Mungu, na Mungu yule uliokuwa na ubina anakupa mshahara wewe. Shetani hana cha kumwazibu mwanadamu. Shetani ana nafasi ya kumdanganya mwanadamu, na ndio maana anadanganya mwanadamu, atembea na mambo yake. Kwa hiyo anaweka uadui na Mungu ili wote wakaende motoni, lakini baada ya hapo nafsi yako inarudi kwa mwenye nafsi. Heri ungegeuka, maana neema ingalipo. Heri ungetubu leo mwanadamu, maana uhai una nafasi ya kuletea chenyewe. Usiendelee kuibiwa na huyo mwizi. Ameiba wengi, hata maaskofu wameibiwa,
wachungaji wameibiwa. Yaani kinachohubiriwa sio injili ya kutoka kwenye vifungo vya dhambi. Wameibiwa na ukuta na Mungu. Wako kwenye mavitu ya dunia hii ambayo Yesu anasema pesa na dhahabu ni vitu vya kuharibika, maana ninyi mmekombolewa ni kwa damu ya mwana-kondoo isiyo na hiyo. Tunatoka kwenye mwenendo usiofaa tuliopokea kwa mababu na mabibi. Tunatoka kwenye mizimu ni kwa damu ya mwana-kondoo isiyo na hiyo. Inatuweka huru mbali ya mizimu Bwana. Damu inayonena mema, ihai ni damu ya Yesu. Tunalindwa kushinda kwa dunia kwa njia ya imani. Kwa hii damu inayonena mema ilimwagika pale msalabani, mpaka leo inanena, haigandi. Kazi yake ni ile ile, inasafisha mwanadamu, inatakasa mwanadamu nafsi yake, inaondoa vifungo. Ni damu ya mwana-kondoo isiyo na hiyo, yaweza kumweka mwanadamu awe huru mbali na maonezi. Ndani ya Yesu Kristo tunajinoma. Bwana ni salama ya nafsi zetu. Ukoze hata moyo wako ni shahidi. Mbona una uadui na Mungu? Kristo amekuja kupatanishe. Kubali jioni ya leo. Aliacha enzi na mbingu, na bado shetani anaongeaga na watu tena. Hata hivi injili unaongea hamna. Unataka kwenda wapi? Endelea wewe kupandia dawa zako. Uende wapi? Endelea kuloga wewe, ndio kuzuri. Endelea wewe kuzini. Nini kanishitaka? Kusema watu tu hao. Ninaongea ile pepo ndio kutenganisha na Mungu. Ninaongea na yeye tena. Yaani kusema watu. Sawa, usitiza ati. Anataka ziweza kusema pokea gani? Una mawala sabiti pokea mke. Ni injili. Huko mawala wale ulionao. Upokee mke kutoka kwa nani? Na wale unaochati nao. Tawa mwanadamu. Ondoka kwenye wadui na Mungu, utakaa kwenye mifungo mpaka lini? Ama magonjwa yametaa hivi. Makasonono, kaswende, ukimwi na matakataka kia na mtaji wanadamu takinga hamna mwingine. Dhambi. Bwana wadui na Mungu ameachilia tauni saizi. Watu wanatembea ni mapovu tu. Yaani wamelika, wameisha ndani. Nini? Dhambi. Maana na wadui na Mungu mwenye uzima, mwenye pumzi. Heri ukiacha. Maana yuhai. Anasamehe dhambi. Anafanya magonjwa. Hiyo gharama yoyote. Anaondoa kiambaza. Kisha kutenga na Baba. Mwanadamu anarudi kwa Muumbaji katika roho. Unajua ukirudi kuna raha. Yaani kama unatembea peke yako ukiwa umerudi kwa Baba wao, unatafakari yaliyo juu kristaliko. Ni dua na maombi. Neno kilisikia hivyo, unatembea na neno hili. Wengine walikuwepo jana kwenye mkutano, kitoka hapa wewe ambaye ukuta umebomolewa kiambazi, unatoka hapo unatoka na neno kwamba Bwana nisaidie. Nikae neno moyoni. Sikutende dhambi. Nisaidie nikutafute kwa moyo wote. Bwana usiache nipotee mbali. Nini? Ana amani naye. Anatembea na maagizo yake, anatembea na sheria yake. Yeye na Mungu ana amani, anaishi na Mungu. Tembea na sheria za Baba na maagizo yake. Ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Haweza kugeuza maisha yako, haweza kugeuza mtazamo wako. Mwanadamu kwa kama hadi hivyo ndivyo na wadui na Mungu. Hakuna amani kwa wabaya. Na kazi ya shetani kumlarua mwanadamu, lakini hasemi kwamba anamlarua. Yaani anamdanganya, anaona kama yuko sawa. Amekamata fahamu zote, amempindua akili. Geuza kichwa chini ngutu. Hivyo anavyotembea na wewe hivi. Hivyo endelee kuwa na wadui na Mungu. Inakupindua, inakuonyesha mambo ya dunia. Unaona kama umefika. Juzi ulikuwa unazika ndugu yako mmoja wa mwili, alafu wewe unaona kama hapa ni kweli. Ni mambo ya ajabu. Sasa umekamata fahamu, unadhani wa milele hapa. Amekamata fahamu, asielewe kwamba ataondoka. Kwanza kisikia kusema Baba, hakuna hapa atakayeishi milele, wapitaji wote na wasafiri nasema hawana akili wao. Ila juzi alikuwa anazika mwanae. Hawezi kama naye atazikwa. Shetani amempumbaza. Ameharibu fikra. Amemfanya wana wadui na Mungu. Haelewi kwamba hapa anapita. Haelewi. Anadhani yule aliyezikwa mwili wake akaondoka alitaka. Kumbe yeye hakupanga wala hakujua hata lini ataondoka. Kwa maana wanadamu wamefugwa, hata kiambu umefugwa, wanacheuri sana. Tena kiwa mchawi anasema, nimefugwa nini sasa? Nalima mwenyewe. Ndio zote kwa anapewa. Nini? Uadui na Mungu aliyemuumba. Shetani anaongea mna sielewe kabisa. Hata kama anapumua pumzi ya Mungu asijue. Yale mapepo yanamdanganya, anaona anauanda naye. Sikiliza hata kama unawanda. Umajani mwanadamu, ukiburi,
umpitaji na msafiri chini ya mbingu. Tutaletea kwa Baba wao kila mmoja pewe msara kwa yale aliyotenda. Heri ukitubu leo, heri ukirejea leo, maana yuko mwanaume alienda msalabani akasema imekwisha. Mwanadamu okolewa, rudi kwa Baba wa roho. Kwake tunakuwa salama roho na mwili. Wengine wamecheza maigizo ili wapate hela, na ambao hajui Mungu anasema Yesu anatesa, Yesu anatesa. Kumbe wenyewe wamechukua yale aliyofanya Yesu, wameyachezea michezo wapate hela. Dunia nzima wanauza mikanda, eti anabeba msalaba, maana nani akamsaidia kubeba. Hayo ni maigizo yenu. Kazi aliyofanya sio hivyo. Tena hao walioigiza ambao wamejifunga kinini huko ni mambo yao tu wapate hela. Na msema siyeigizwa. Hakuna mwanadamu aliyempiga picha, maana ni Mungu mmoja. Simba kabila wa Yuda, moyo hoi milele. Akiingia ndani ya moyo wako utaona utendaji wake. Utaona jinsi anatembea nawe, anavyozungumza nasi. Sio yule unayemwangalia wewe. Wengine wanaita mikanda ya Yesu, wameweka na picha ilienda sehemu moja na watu wanasema je, mchungaji hivi yule sio Yesu kabisa, huyu hapa. Yaani wanajipicha fulani hicho wanajiita Yesu. Ana picha yeye. Ni Mungu muumbaji. Yeye ni roho. Hata yupo leo. Kichukua hatua kuingia kwake, utaona utendaji wake ndani ya moyo. Anapoma viongozo, anaondoa kuta, analeta amani mwanadamu na Mungu. Wawili waishi pamoja, watembee pamoja. Tunaenda naye kazini, tunalala naye, tunaishi naye. Sio huyo unayeambia wewe huyo. Wengine mara wamemvaa shingoni wanamuita Yesu. Wewe Yesu shingoni uende kulewa. Wewe ni Yesu huyu. Leo umuone anavyotenda. Ni watofauti, ni mfalme. Tendaji wake huko rohoni akiwa anaishi ndani ya mioyo ya wanadamu waliokubali kuingia kwake. Anasema na afanye amani nani? Maana mimi ndio niwe nguvu zake. Mwanadamu ambaye atakuwa salama ni yule aliyekubali Mungu awe nguvu zake. Hapo awe na amani na Mungu. Kama umekataa kuwa na amani na Mungu, pole, haujawa salama. Hata kama unajivunia uchawi, uchawi sio usalama wa nafsi yako. Uganga sio usalama. Wala pesa sio usalama. Ni ukali ya salama na sidonado. Anaitwa Simba, kabila wa Yuda. Akiingia ndani ya mioyo, analeta usalama, analeta amani. Tunasema wewe Bwana ndiye amani yetu. Wewe ndiye furaha yetu. Wewe ndiye ushindi na ngao yetu. Wewe ungome. Tunaingia ngomeni mwake, tunaishi humo ndani yake Bwana. Ndani ya Yesu Kristo tunakuwa salama roho na mwili. Unajua haya masikolo wewe huyaelewi. Sasa niseme watu wanaongea mambo yao. Dini yetu ndio nzuri. Iliyokupa picha za Yesu. Ndio nzuri hiyo. Natembea picha za Yesu huko na roga mpaka kwenye ukuta wameweka. Na mimi nilipokuwa kwenye dini nilikuwa na mapicha ya Yesu. Ni mambo ya ajabu. Sio mapicha kama sanamu. Maingia mji mmoja. Lina ndevu ni Yesu kabisa bure. Nimekaa hivi. Yaani meza. Wadanganya na hayo. Wani udanganyifu wa wanadamu. Ni bizinesi zao. Yesu hauzi. Hamna gharama yoyote. Ni moyo wako kufungua. Haingia mwana Maria hai. Anasema anagonga. Haingia ndani ya moyo mama yule. Ili aondoe kiambaza. Hizo mtenda na baba. Anagonga. Haingia kwenye moyo kijana yule. Ili aondoe kiambaza. Shetani alichokiweka kumtenda na baba ni hai. Kule bila gharama yoyote. Hana gharama. Macho yarudi kwa Muumbaji. Gharama nilipa yeye msalabani. Sisi hatuna gharama zaidi ya kukubali. Moyo wangu uko tayari. Chochote kwa niambia Yesu niko tayari. Tunamwambia hivi. Kama umefanya maigizo wewe unasema nimekuja Yesu, huku tena anayokuambia unakataa, hayumo humo. Sema tenzi za rohoni, imba wewe ni Bwana, tutasifu milele. Utasifu milele na wewe mwanzo. Pako wana amani naye. Moyo kweli unaufungua na unaamua kujitupiamo. Ulizindika lichumba, sijima zanga gani uliambiwa, yote alifanya uwe adui na Mungu. Eti unazindika mapicha ya mbuzi na masagara ya waganga. Tunafukua hayo. Ulipochimbia mle kwamba jamani haya ndio yamefanywa na wadui na Mungu. Nimeshika miungu mingine. Nimepewa matumaini ya kuzimu haya. Tunafukua yote. Peupe mchana talaka za shetani napewa. Kazi zote za shetani zinatolewa.
mtaleta katoke kwenye mikono ya shetani mapeupe. Mlizingiza usiku wa manane saa 9 kufukua, tunafukua na jua. Kazi ya Kristo sio ya giza. Kwa giza ni shetani. Wachawi kwenye vikao ni usiku. Hawataki kufanya saa hizi mchana. Eti wafanyake hivi. Nilishangaa meatu nilisema hao wanalogeje mchana? Meatu ndio nikuta ni kama kule sasa ndio nikutana giza nene mpaka nikashanga. Hivi hao watu wameweuka. Haipo injili, hawajai kuhubiriwa na madini. Mmoja anakuwa kule ana watu naye mchawi mmoja mganga kule. Mwingine anakuwa upande mwingine huku na yeye ana kundi la watu. Wanalogana. Huyu ameshika mkuki, huyo mkuki mtu anamchoma mwenzake. Wako mbali. Mtu ataenda kuanguka kule, wale watu wote inabidi waende kwa yule mganga ndio wanaanguka. Nikasema mambo gani haya? Mchawi peupe. Mtana. Tabu mwanadamu mlezea. Tabu na watu na Mungu pakarini. Unapita tu hata kujidanganya. Ulikuwa binti sasa mashavu mbona ameteremka? Umerudi kumekuwa binti wewe. Zinaanza mvi na mashavu yanashuka. Ngozi zinaanza kukakamaa, haijalainika. Pako unavyotaka inakataa. Siliba manini hamna. Pumba kama nyumba imekataa, wewe bwana unaondoka neno unatoweka. Sio wa milele. Ndio maana iwe salama, taka kuwa na amani na aliyekuumba. Kutembea na maagizo yake. Amemtoa Yesu Solomon, hawa sadaka, hawa fidia yetu, wanadamu wote, hiyo anakubali Yesu moyoni, anaondoa kiambaza, kisha tutenga na Baba, anaondoa kuta, vigingi shetani ameweka vigingi na viambaza na kuta. Mtu anakeuka kabisa hataki. Hata kama ungekuta wamekosana kusema msamehe, siwezi kumsamehe mimi. Ni ukuta huo humo. Kiambaza, mambo ya Mungu hataki. Wengine tukimshuhudia na chuki hao mimi. Sio wewe pole. Umevamiwa. Yamkini Mungu anaweza kufungua. Yaani Mungu njia zake alimfungua Sauli ambaye alikuwa anaua hata watu na upili kweli. Alimfungua. Maana na yeye alikuwa kwenye kiambaza. Alikuwa kwenye ukuta. Shetani amemfunga. Chukia kabisa kweli. Kama unavyochukia, kumejaa usalama wako. Geuka. Leta. Yeye ni upendo kwa wanadamu. Aweza kuondoa ukuta. Wanadamu kawa salama Bwana. Yeye ndiye amani yetu. Isapatana naye. Anakuwa ndio furaha yetu. Yaani kutekeleza maagizo ya Mungu, mtu ambaye ameondolea kiambaza moyoni, hicho mtega na Mungu, ndio furaha yake. Mtu ambaye ana ukuta na Mungu, furaha yake ni kulewa. Huyu jua ana mwagete huyu. Ambaye ana ukuta na Mungu na kiambaza, furaha yake ni kuoga wengine. Saa hizi mahindi watu wamelima hivi, wameanza kubeba, wameanza kuiba mahindi ya watu. Na huyo wewe tena kwake tena hana hata mahindi. Yaani shetani anacheza vingi macho watu. Unakuta hata anapolala tu. Akifua mashuka nadhani masempele jala. Lakini haipo amekuwa wengine. Alikuwa mama mmoja mbele, ukimkuta anatembea unaweza kusema huyu nisaidia maskini. Wewe anaoga. Nguo yenyewe imehindurani. Unajua kuhindura. Ikitalika hapa katikati nguo inachana mpaka chini. Hapo anaunganisha huko. Kwa hiyo hapa inabidi ya mbele hii, hiyo nyuma ile yenyewe ifanyeje? Wewe anaoga. Achukua ndio kwa watu wana mapaka. Ukubeba ndio kwa watu. Mbele wanaitwa magwa. Yanang'aa. Akianza ng'aa usikujue imejia mpunga. Hivi na huku sukumani hapa eti. Yanalia kidesign haili kama paka ng'aa. Ndio imejia magunia. Ukitoka kuvuna tu, unavuna mahindi, mbele unavuna mahindi. Mahindi ukisha mwaga pale hujayapiga. Haya magwa yamefika. Muone sasa na hayo makeke yenyewe unaingiza 500. Magamba. Lakini alipata kwa watu. Sio mateso tu eti nini? Ni mateso. Sita. Ukimkuta zaidi kaya maskini. Wewe anaipa eti gani? Sasa Yesu alifanya watu. Yokari. Haza kukwenda. Kaya kiomba zaisha. Kama tungurilo. Yokari. Ni upendo kwa wanadamu. Ni salama ya wanadamu wote. Hana upendeleo. Hana upendeleo mwana Mungu. Alienda msalabani wote asema njooni kwangu. Wote mlioelemewa, mliowekea kiambaza, mliowekea ukuta kujitenga na Mungu. Njooni kwangu.
Madhambi ndio amemtenga mtu na Mungu. Yule mama hata kama unakutana naye njiani kiambiwa mtaona sasa, jamani, na huyu ana mambo kweli, yanamsaidia nini sasa? Hivi alivyo ni nguvu imemtenga na Mungu na inaongea na yeye. Uokoke nini? Utoe mali eti zinaitwa mali chafu. Yaani jamani, zikishafyuzi humu shetani akazikoroga, mwanadamu ameharibiwa vibaya. Taubu si haribiwa mwanadamu. Taubu ya kwa mtao anasema kama kanavuruga wengine. Taubu ya uovu. Taubu ya njia mbaya. Yaani wakati ya shetani hana maana yoyote. Itakataka hata mkute malaya tutoto anachotumia amepeleka kwao, kia katoto kana baba hawajui. Ukimwambia hata hii tabia ni mbaya, anachukia. Anasema nini? Analisha wanangu. Unasema na aliyekupa pumzi. Tubu usipotubu tena mwipo. Hata malaya. Na mama mwenyewe anaitika tu. Nenda. Naniacha katoto. Nenda tukashangaza. Kachukua kingine. Mama mzima yuko hivi na watoto mkongo. Wao ulishamaliza hayo mambo. Sema kaza shetani hizi. Taubu mwanadamu letea. Takana itokea baza bakalini. Mshaweka ni tena. Mtu mpaka mvi zinaanza kichwani. Hajawahi olewa. Ile watoto nao. Ulizo umepata wapi? Hata baba hawajui. Na watoto na wenyewe wanafuata huo mkubwa tena. Na wenyewe wanatumia. Sina wenyewe. Mpaka lini sayo maisha? Laana tu ya laana. Tabu tu ya tabu. Salama yako. Yesu mwana wa Mungu aliye. Ukitubu. Ukarejea kwake. Yeye ndiye amani yetu. Yeye ndiye salama Bwana. Kwake tunaheshimishwa. Kwake tunakuwa salama. Anatuondoa kwenye maonezo ya vifungo hivyo. Ni vifungo. Unaweza kudai mwenyewe hajaolewa hivyo. Na bibi yake alikuwa hivyo hivyo. Na bibi wa bibi yake. Kwa ni nguvu. Mnyororo katika ulimwengu wa roho. Kote huko kwenye mkuta hiyo mkiambaza hapo anatumainisha. Kama umezaa. Si watoto watakusaidia, una shida gani? Umezaa wakusaidii. Sio Yesu ndio akusaidii. Mwanadamu ana wokovu wako wewe. Na wanadanganyana hivi. Nimekuta mama zaa watoto 11 eti nazaa wengi eti akasaidiwe. Sasa unazaa usaidiwe au utimize neno la Mungu? Usaidiwe na mwanadamu. Na mkuta analia. Watoto kuna nini? Nilizaa mmoja wanisaidie, kuna naipigia simu. Nikasema amelaaniwa. Tunaitegemea mwanadamu, ameacha Mungu. Nategemea wanadamu. Ndio Yesu pata akili. Ndani ya Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, pana ufahamu, pana maarifa, yuko tegemeo, yuko wokovu, yuko msaada, afya na mwanzo na mwisho. Ni wa milele Bwana. Tukiishi leo tuko salama roho na mwili, na unamtegemea na kumtumainia yeye. Wewe ukoje? Bwana unawajui naye. Unadhani wanadamu watakusaidia? Wengine mpaka wameimba na nyimbo za dini. Mwanangu, soma utaniokoa baba yako. Sema yani. Ni nyimbo za dini kweli. Dini yako unayoimba hayo. Mungu wa mbinguni ni mwenye wivu. Na utukufu wake hawezi kupeana na mwanadamu. Amesema nini Mungu mwenye wivu? Tena siwezi kustahili tukufu wangu kuwapa mwingine. Mwokozi ni moja tu. Hawezi kubadilika. Anaitwa Mfalme aliye hai milele. Ni msaada kwa wanadamu. Anaokoa nafsi za wanadamu kutoka kwenye maonezo ya ibilisi. Ni salama rohoni na mwilini. Moja tu. Wewe unao wengi. Wewe kama tumaini. Haleluya wa mtu yule. Na itegemea mwanadamu. Wewe umemwacha Bwana. Unakiambaza na Bwana humo. Unaliukuta mdawa pamoja. Ni shetani imeweka ukuta, ndio maana unatumainia hayo. Maana tegemea Mungu. Toka tubu mwanadamu. Toka kwenye vifungo mpaka lini? Toka kwenye laana hizo mpaka lini? Mtu anaelewa kabisa ninafanya mambo ya shetani na shetani anaongea huko. Toka kwa Yesu sasa muondoe shetani, uishi na Mungu. Hataki. Sina sali. Sasa kusali kuna maana gani? Hivi kuna dini gani msalabani? Dini ipi tulisulubiwa? Madini amesajiliwa Israeli, ameshika dini. Hii ni dini ya ukoo. Wote sisi ukoo wetu wote kwenye yote. Na wengine wamelala hapo. Mambo ya ajabu. Eti makaburi
Walizika marehemu, walishaoza siku nyingi na wengine wamelala kwenye dini yetu. Wamelala hapo hapo. Walienda na mafurushi. Pale ameoza ni udongo. Wewe uliye hai una nafasi ya kuletea kwa Muumbaji, ya kutubu na kugairi, maana Kristo amejitoa sadaka kwa ajili ya wanadamu. Aligongamekwa pale msalabani ili mimi na wewe tutoke kwenye kiambaza, tutoke kwenye kuta Shetani alizotuwekea, tukaelekea kwa Baba aliotuishi naye. Watu mambo ya Mungu ni masikoro kwao. Hata tukiomba tu wanashangaa, watu hii maombi gani? Mbona wengine hawaombagi hivi? Unajua unaomba wewe kwenye dini ya kujifurahisha uzalimu. Eti analoga anaomba. Si tunaomba wote kutabu. Unaomba hiyo utoke kwenye vifungo. Yeye ndio anaendelea vifungo. Kwa Yesu sio hivyo. Kwa Yesu kutembea na Bwana ni kukataa mambo ya Shetani, ni kumgeukia Mungu katika roho na kutembea katika sheria yake. Ukote na amani na Mungu wewe. Mbona na uadui? Hataki Mungu mwanadamu, hataki Mungu. Hata kusikia sauti zake hataki. Akiambiwa pokea gari huko anaenda na kimbia. Tena kama kumbikumbi. Wewe kuna muujiza huko. Niende kabisa. Nasikia wengine wanabahatika. Muujiza wa kutoka kwenye dhambi. Mbona huko unakimbia? Yukaria haweza kutoka kwenye kiambaza, akakugeuza ukawa mpya. Maana mtakiwa ndani ya Kristo, mambo ya kale yanaondoka, yanaingia mapya. Yesu mwenyewe anamfanya mtu yule aondoke mambo ya kale na kuanza marukota ya chayolo, yani anakufa ndani. Wewe sasa bado unaanza madamu. Mtu akitembea jani mtemeji, wewe unaona majani yanaondoka ndani. Mambo ya ajabu. Siku moja nilikuwa kanisani natembea tu kwenye kibarabara hicho. Mmoja ndiye anaokota majani. Yeye anaona yale chimani. Ni mambo ya ajabu. Wengine wanaona majani. Kamuliza kuliko na matakataka tena. Ni dawa. Sasa umpokee Yesu. Anaenda kufundisha haya matakataka yawe dawa. Si dawa ziko iteja. Na haya sababu sahihi kama takataka. Hamna. Mimi nimeokoka lakini mizizi inakunywa. Sasa umeokoka wapi sasa? Kuokoka huko. Yudas kipao cha pili anaokota majani, yeye anafahamu vingine nini, anaukuta, anakiambaza na Mungu. Hajui kwamba tunaweka mikono juu ya mgonjwa anapata nini? Afya. Haya. Anaukuta na Mungu. Kimkuta na tanga madawa, unaweza chonga kisafu kumbe madawa. Na anyika kwenye mti. Hapo huyo madawa tasio wokovu. Matatizo hayaishi. Kama kazi moja haweza kufanya wasa